moja kati ya haki ya msingi ya kiraia na ya kisiasa ambayo sisi wanasiasa tunapenda kuisema sana ni haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara yake ya 5, ibara ndogo ya kwanza, imesema Mtanzania mwenye miaka zaidi ya 18, yani 18 na kuendelea, ana haki ya kushiriki katika shughuli za uchaguzi. Ni haki ya binadamu hiyo. Lakini haki hiyo, ibara ndogo ya 2 imesema inaweza kuondoshwa kwa sababu zifuatazo. 1, endapo wewe sio raia wa Tanzania, yani ni raia wa nchi nyingine. Sababu ya 2, endapo una ugonjwa wa akili au Waswahili wanasema chizi. Sababu ya 3, endapo umetiwa hatiani kwa makosa fulani fulani ambayo ni makubwa sana, sio haya madogo madogo. Sababu ya 4, endapo hauna kitambulisho cha umri, kitambulisho cha uraia ama kitambulisho cha mpiga kura. Hizi ndizo sababu 4 zinaweza kukufanya wewe ukose haki yako ya kushiriki katika masuala ya uchaguzi. Si maneno yangu mimi, ni maneno ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo hapa. Na ukisoma katika ibara ndogo ya 2, ibara ya 5, ibara ndogo ya 2, naomba niwasomee sentensi hii. Inasema mbali na sababu hizo, manake hizi 4 nilizozisema, hakuna sababu nyingine yoyote inayoweza kumzuia raia asitumie haki ya kupiga kura mbali ya hizi 4. Sasa nalisisitiza hili kwa sababu katika siku za karibuni wamejitokeza watu wanawataka kuwazuia raia wa Tanzania wasipate haki yao ya kushiriki katika uchaguzi. Nimewasikiliza kwa makini, sijaona yoyote akizisema hizi sababu 4. Sijaona yoyote akisema Watanzania msishiriki uchaguzi wa Oktoba kwa sababu nyinyi sio raia. Msishiriki uchaguzi kwa sababu nyinyi sio machizi. Maana akikwambia mtu usishiriki, wewe ni chizi. Anayesema tusishiriki uchaguzi, maana anakuambia wewe ni mwenda wazimu, na kwa mujibu wa katiba huwezi kushiriki nini? Shughuli za uchaguzi. Au anasema wewe ni mhalifu ambao umetiwa hatiani, au hauna kitambulisho. Sijasikia mtu akisema sababu hizo. Na katiba inasema mbali na hizo hakuna sababu nyingine yoyote. Kwa hayo maneno kwamba Watanzania tusishiriki uchaguzi ni maneno ambayo yanatutaka tuvunje katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hasa ibara ya 5, ibara ndogo ya 2. Sasa na kila kiongozi nchi hii ameapa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kila mwananchi anapaswa kuheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe unayechochea wananchi wakiuke katiba, umepata wapi mamlaka hayo? Na haki hiyo sio haki inayotolewa kwa makundi, ni haki ya mtu mmoja mmoja kwenda kupiga kura. Niwahakikishie serikali yetu iko imara. Iko imara kweli kweli. Uchaguzi wa Oktoba upo. Na wananchi tujipange. Wanataka kugombea wakagombee. Wanataka kwenda kupiga kura wataenda kupiga kura. Kwa sababu haya ni maelekezo ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mimi ndio waziri mwenye dhamana ya katiba. Ndio maana wizara yangu inaitwa Wizara ya Katiba na Sheria. Mawaziri wengine wamepewa kazi nyingine. Wapo ambao wamepewa kusimamia maji kama ndugu yangu Aweso, kilimo kama ndugu yangu Bashe, fedha kama Mwiguru, barabara kama Ulega,
lakini mimi kazi yangu ya kwanza ni kusimamia katiba na kazi yangu ya pili ni kusimamia sheria. Kwa hiyo niwaambie Watanzania kwenye hili tusipotoshwe. Sababu ni 4 tu, mnazikumbuka jamani? Sababu ni ngapi? Na katiba inasema hakuna sababu nyingine. Wakija tuwaambie kwa mjibu wa ibara ya 5 ibara ndogo ya pili sababu ni 4, tuambie wewe tusiende kwa sababu gani? Tusishiriki kwa sababu gani? Yaani unatuona sisi sio raia? Unatuona sisi wenda wazimu? Unatuona sisi hatuna vitambulisho? Unatuona sisi ni wahalifu ambao tumetiwa hatiani? Nje hapo katiba ni wazi, wasitake kutupotosha.